Tarehe 29 mwezi Oktoba, Tanzania lilifanya uchaguzi ambao ulibubikwa na fujo na vurugu na ghasia mbalimbali. Tumesikia matamko ya watu mbalimbali, viongozi mbalimbali wakizungumza kuhusu chanzo cha vurugu. Serikali imefanya tathmini upi ama kauli hipi ya serikali kuhusu chanzo cha vurugu ni nini? Odemba, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kuunda tume huru ya uchunguzi itakayofanya uchunguzi wa chanzo cha matukio yale na kushauri hatua za kuchukuliwa. Sasa baada ya ripoti ya tume, serikali itajua ifanye nini baada ya hapo. Lakini ilikuwa ni vurugu zilizotokea siku ya uchaguzi kwenye baadhi ya maeneo kama nilivyosema, na siku chache baadaye, lakini hivi ninavyozungumza baada ya kama siku 3 hivi nadhani nchi ilikuwa imerejea katika utulivu, na mpaka hivi ninavyozungumza nchi ni tulivu, hakuna vurugu zinapoendelea mahali popote. Watanzania wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, na kila kitu kimerudi kwenye utaratibu wake. Maneno mbalimbali yalitolewa kuhusiana na ghasia hizi. Wengine na viongozi walitoa kauli, wengine wakisema ya kwamba waliofanya fujo walikuwa ni vijana ambao walitoka nje ya Tanzania, wengine yakisema kwamba ni watu waliolipwa kufanya fujo kwa ajili ya taifa hili. Kauli nyingine ya kwamba vijana walifuata mkumbo na wakujua nini walichokuwa wanafanya. Ni muda sasa mmebaini sasa chanzo kuu ni nini hasa, ukizingatia kauli hizi ambazo zilikuwa zikikinzana. Watanzania wajue sasa chanzo kubwa ya vurugu na fujo zilizotokea Oktoba 29 ni nini, msemaji wa serikali? Tuache tume wafanye kazi. Tukianza sasa hivi kusema chanzo ni nini, tutakuwa tunaingilia kazi ya tume. Lakini naelewa kwamba haya matukio yametokea kwenye jamii na watu wameona, wakiwemo viongozi wameona. Kwa hiyo kutakuwa na watu ambao wangependa kueleza kile walichokiona, na taarifa ambazo tulizipata tangu awali. Ni kweli, kwanza ni lazima ijulikane kwamba haujawahi kuwa utamaduni wa Watanzania kufanya yale yaliyotokea. Hiki ni kitu kipya, hakuna mtu alikitegemea, na kwa hiyo inatupa kazi sisi kama nchi sasa kujua hasa kilichotokea nini kwa kina. Inawezekana kuna watu tumewakamata ambao sio raia wa Tanzania, pengine wamekuwa katika tuhuma hizo za kuhusika. Inawezekana tukaona vijana ambao sisi katika hali ya kawaida hatutarajii wawe katika mkumbo wa vurugu zile kama ambavyo imezungumzwa. Lakini katika wakati huu nadhani ni vizuri, kwa sababu tuna tume ambayo inafanya uchunguzi, tusubiri tume itoe majibu yake ya uchunguzi. Halafu baada ya hapo tutaendelea kama ni hizi hisia zetu tulizonazo, na yale ambayo pengine vyombo mbalimbali vimeona, watu wameona, kwa sababu ni mambo yametokea kwenye jamii. Tusubiri tume itakapokuwa. Hivyo kwa wakati huu serikali haina msimamo kuhusiana na nini kilikuwa ni chanzo. Hamjajua chanzo rasmi ilikuwa nini. Serikali inataka kutenda haki. Na kutenda haki kwa mujibu wa sheria zetu kunampa mamlaka Mheshimiwa Rais kuunda chombo kitakachofanya uchunguzi. Kwa hiyo ndio hicho ambacho Mheshimiwa Rais ameamua kukifanya. Badala ya kwenda kwa maono tu ya tunavyoona serikali na vyombo vyetu, basi tu tuna chombo cha kwetu cha ndani ya nchi kitakachokuwa huru, kitakusanya taarifa zote, kitafuatilia kwa takwimu. Ndio maana unakuta hapa hata kutoa takwimu wakati mwingine inatupa mtihani, kwa sababu tungependa chombo hiki kifanye kazi kwa kitoe taarifa ili serikali tutakapotoka na msimamo tutoke msimamo unaotokana na taarifa ambazo zime. Lakini pia vile tulisikia kauli mbalimbali za viongozi wakidai ya kwamba maandamano yale ya Oktoba 29 yalifadhiliwa. Je, serikali inatofautisha vipi kati ya maandamano halali ya kikatiba na maandamano yanayodaiwa kufadhiliwa na mataifa ya nje? Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, maandamano yanaongozwa na sheria. Na kwa mujibu wa sheria, watu wanapotaka kuandamana wanatakiwa waende wakapate kibali, na mamlaka hayo yamepewa kwa mkuu wa polisi. Wanafanya hivyo ma-OCD. Unakwenda unapewa kibali. Kibali chako lazima kieleze maandamano hayo yanaratibiwa na nani. Hicho kilichotokea tarehe 29 kiliratibiwa na nani?
maandamano hayo ni lazima yaseme yataanzia wapi, yataishia wapi. Kulikuwa kuna hizo taarifa. Maandamano hayo lazima yaseme wanaotaka kufanya maandamano wana ujumbe gani, na huo ujumbe uonekane. Na lengo la hii sheria, manake wengi naona wameanza kulijadili hili katika mtazamo hasi. Lengo la hii sheria ni kwamba kama kweli mtu anataka kufanya maandamano ya amani, pia yapate usimamizi wa vyombo vyetu, ili wanaofanya hivyo wafanye kwa usalama na ujumbe wao upokelewe. Lakini ni maandamano gani ambayo watu wanakusanyika, wanaanza kuvamia maduka ya watu, wanaanza kuchoma miundombinu, wanaanza kulipua vituo vya mafuta, wanalipua vituo vya polisi, na unajua kule kuna silaha, wanashambulia askari, wanakwenda kuharibu biashara za watu, wanafunga njia kwa matairi. Na sasa ndio maana nikasema Odemba, ningetamani sana tusiingie sana kwenye hii mijadala, kwa sababu tayari tuna tume ambayo inachunguza. Tuiache tume ikamilishe kazi yake. Ikishakamilisha kazi yake itatupa ripoti. Serikali tutakuja kutoa msimamo wetu. Asilimia kubwa ya waliojitokeza kwenye hayo maandamano ni vijana, na vijana wanadai ya kwamba mimi nitakukatisha Odemba, hayakuwa maandamano. Unayahitaji. Kilichotokea zilikuwa ni fujo, ni vurugu. Waliojitokeza sasa kwa asilimia kubwa walikuwa ni vijana, na vijana wamekuwa wakisema ya kwamba serikali haiwasikilizi. Kwa nini serikali haiwasikilizi vijana, msemaji wa serikali? Kwanza ni kwamba idadi kubwa walikuwa ni vijana. Nadhani pia na yenyewe itahitaji tujiridhishe pasipo mashaka, kwa sababu katika watu ambao walikamatwa na jeshi la polisi, baadhi yao sio vijana. Lakini nakubaliana na wewe kwamba inawezekana idadi kubwa ikawa ni vijana, kwa sababu hakukuwa na ujumbe mahususi uliotolewa. Hata hili kwamba kuna madai ya vijana, tunatakiwa tunalichukua kutoka kwenye mijadala inayoendelea kwamba kuna madai ya vijana. Sasa ni kweli changamoto ya madai ya vijana ipo, na haipo Tanzania peke yake, ipo dunia nzima. Nchi yetu hivi ninavyozungumza, idadi kubwa ya watu ni vijana. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwaka 2022 na maoteo yake kwa mwaka 2025, tunakadiria saa hizi tunaweza tukawa tuna vijana wenye umri wakati ya miaka 15 mpaka 35 kama milioni 33 hivi. Kama milioni 23 wanakwenda kama asilimia 33 ya idadi yote ya watu. Sasa ukienda mpaka watu wenye miaka 45 unakuta idadi ile ni kubwa sana ya watu ambao ndio kundi ambalo hasa linahusika na kufanya kazi. Kumekuwa na mijadala kwenye hata nje ya hicho kilichotokea tarehe 29, kumekuwa na mijadala juu ya madai ya vijana kutaka kupata ajira, kutaka wasikilizwe hoja zao na kuhusu maisha yao. Ni masuala yanayohusu maisha yao. Na unaamini ya kwamba serikali haiwasikilizi? Serikali inawasikiliza sana. Lakini nakubali kwamba tunahitaji kuwasikiliza zaidi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais baada ya kuunda serikali ya awamu ya 6 kipindi cha pili, ameamua kuunda wizara maalum ya vijana, na imepewa maelekezo maalum, na ameongeza msisitizo maalum. Nitakwambia kitu kimoja, Odemba. Kwanza sio kweli kwamba hatuwasikilizi vijana. Vijana wanasikilizwa. Na unasema mnaongeza kuwasikiliza sasa. Tunaongeza kuwasikiliza. Maana yake hamkuwa mnawasikiliza sana kwa wakati za nyuma. Ndio, na kwa sababu ni ukweli pia kwamba idadi kubwa ya watu tulionao katika nchi yetu ni vijana. Kwa hata program zetu za maendeleo kwa sehemu kubwa zinawanufaisha vijana. Nitakupa mfano. Leo sisi tuna mradi kwa mfano wa BBT. BBT sehemu kubwa wanaoguswa ni vijana. Jenga kesho iliyo bora. Tunatekeleza huu mradi, sehemu kubwa ya wanaonufaika ni vijana. Ni mradi ambao umelenga kuwanufaisha vijana 1,600,000. Na mpaka sasa hivi karibu nusu yake tumeshawafikia. Tunawapatia maeneo ya kulima, wanachimbiwa visima, wanapewa mashamba. Katika hekta karibu 10,000 na kitu ambazo zimehusika kwenye BBT, hekta zaidi ya 7,400 zimekwenda kwa vijana, na tumewapatia fedha. Ukienda kule Chunya kule, sasa nimesema tunawasikiliza zaidi. BBT inaendelea. Hivi ninavyozungumza na wewe,
serikali iko katika hatua za mwisho za kupata dola za Kimarekani takriban milioni 129 ambazo zinakwenda kutekeleza mradi mkubwa wa kilimo kule Mapogoro, kule Chunya, Mbeya. Huu mradi unakwenda kuwanufaisha vijana. Utasababisha vijana wengi wawe kazini, wafanye kazi. Tumepata hati pale, tuna hati ya eneo la takriban hekta 20,000 zinakwenda kwa vijana. Lakini pia Mheshimiwa Rais ameahidi katika siku zake 100 kutoa shilingi bilioni 200. Hizi ni fedha ambazo zinakwenda kwa vijana. Msisitizo zaidi unakwenda kwa vijana. Lakini kama nilivyosema, haya mambo hayajaondoa, hayana maana kwamba tulikotoka tulikuwa tufanyi kazi kwa vijana. Kwa nini kuwasikiliza sasa, kusikilizwa kwa vijana mnaipa nguvu zaidi mara baada ya Oktoba 29? Nimekuambia kabla. Tumeanza kuwasikiliza vijana hata kabla ya. Lakini sasa hivi umesema mmeongeza. Tunaongeza zaidi kwa sababu pia ni kweli kwamba vijana ni wengi kuliko makundi mengine. Hivyo kwa yani sio kwamba ni upendeleo kwao au yani kwa Kikinga wanasema is not a favor. Ni haki kwa sababu wao ni wengi. Kwa hiyo na serikali ni muhimu ikajielekeza, lakini pia ni ukweli Odemba. Nguvu kazi ya taifa ni vijana. Kwa hiyo ukitengeneza mazingira mazuri kwa vijana, basically umetengeneza mazingira mazuri kwa jamii nzima. Vijana hawa wanalea wazee wao. Vijana hawa wana watoto. Kwa hiyo ukirigusa hili kundi kwa msisitizo mkubwa, kwanza kwa kuwa ni nguvu kazi ya taifa, pia tunakuwa tumeyafikia makundi mengine. Sasa tutakuwa taifa la ajabu ambao tunapuuza vijana. Na ndio maana hata kwenye nenda kufanya uchambuzi wa bajeti yetu. Mwaka huu 2025-26 bajeti yetu ya serikali ni shilingi trilioni 56.4. Tunakwenda kufanya kazi kubwa ya kuelekeza hii fedha kwa sehemu kubwa kwenye shughuli ambazo vijana zitawagusa moja kwa moja. Ukiacha ukosefu wa ajira kwa vijana wa Tanzania, unadhani ni kilio gani kingine kikuu cha vijana wa nchi hii? Vijana wanataka maisha yao. Ni mambo ambayo tumefanya tafiti ndogo ndogo. Wanataka kuhangaika na maisha yao. Wakipata ajira wapate kipato kizuri, wanataka sauti zao zisikilizwe. Unamwona waziri wa vijana Joel Nanauka anazunguka nchi nzima kuzungumza na vijana, lakini pia tunaanzisha majukwaa mengine mengi ambayo vijana tutawasikiliza, tujue kwa kina wanataka kitu gani, au kwa vile ambavyo tayari serikali inavifanya wanataka nini zaidi, kwa sababu wakati mwingine tunaweza tunafanya jambo ambalo pengine kijana anataka kitu tofauti zaidi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kwenye maeneo yote. Kwa mfano nakupa tu mfano, sasa hivi dunia inakwenda kwenye uchumi unaotegemea teknolojia. Serikali inafanya uwekezaji mkubwa sana kwenye eneo la teknolojia kwa sababu ni eneo ambalo vijana wengi wamejielekeza huko. Tunataka tuwekeze kwenye kuwawezesha vijana kunufaika na vitu kama akili unde, vitu robotics, ndio teknolojia zinakokwenda, Internet of Things, mambo ya cyber security kwenye cyber system. Tuangalie namna gani vijana watanufaika, na hivi ninavyozungumza tuko kwenye maandalizi ya mwisho. Serikali inategemea kupokea takriban shilingi bilioni, hela za mkopo ni hela zetu. Ni hela zetu, maana kuna watu wanadhani tukikopa fedha basi hizo hela zinakuwa za msaada. Ni fedha zetu kwa sababu tutazilipa. Tunategemea tupate dola milioni 165 kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kituo cha teknolojia pale Nala Dodoma. Ni kituo ambacho kitatoa fursa nyingi kwa vijana. Tuwawezeshe kuanzisha vitu vinaitwa miradi startups. Uanzishe miradi mbalimbali itakayowezesha kufanya biashara, kutumia mitandao na teknolojia, kufikia uwekezaji mkubwa, kuingia kwenye masoko mengi duniani. Hivi vyote serikali inafanya kwa sababu tunajua dunia ndiko iliko, na vijana wetu tusipowafikisha huko tutakuwa hatukujibu mahitaji yao. Moja kati ya vitu ambavyo vijana wa nchi hii, Mheshimiwa Gerson Msigwa, wamekuwa wakisema ni kusikitishwa vile vile na kupinga mambo ambayo yanaendelea nchini, ikiwemo vijana kupotea na watu kutekwa katika taifa hili. Msimamo wa serikali ni upi kuhusu swala la utekaji na watu kupotea na wajulikani walipo, Mheshimiwa Gerson Msigwa? Kwanza serikali haiungi mkono matukio haya kwa sababu ni makosa na tunasikitishwa sana pale matukio haya yanapotokea. Hatuungi mkono, hayakubaliki, na pale tunapobaini waliofanya makosa haya tunachukua hatua. Lakini pili,
naelewa sio vijana peke yake. Hakuna mtu yote ambaye anapenda mwenzake atekwe au auawe. Si matukio mazuri na hayakubaliki. Ni hatua gani sasa mlizochukua? Manake watu kadhaa wametekwa, wengine walipotea na wajulikani walipo mpaka sasa. Mheshimiwa Msigwa, je, serikali imeshindwa sasa kukomesha utekaji katika taifa hili? Wako ambao tulipokea taarifa za kupotea kwao na wamepatikana. Wanaendelea na shughuli zao. Wengi tu, kila siku jeshi la polisi linatoa taarifa. Lakini pia wako ambao baada ya kupokea taarifa za kutoonekana kwao wanaendelea kutafutwa. Hii ni kazi ya jeshi la polisi, wanaendelea kufanya hivyo, na msimamo wetu serikali ni kwamba unajua ulinzi wa raia na mali ni jukumu linafanywa na jeshi la polisi, lakini pia linafanywa na sisi wote wa Tanzania. Kwa pale ambapo jamii inazo taarifa, inaweza kushirikiana na vyombo vyetu vya kisheria vinavyochukua hatua dhidi ya mambo haya, tushirikiane, kwa sababu kama nilivyosema, serikali haiungi mkono utekaji, haiungi mkono watu kuuawa. Ni mambo ambayo kwa pamoja tunahitaji kushirikiana kuyakomesha. Kwa hiyo pale ambapo imetokea pengine mtu amechukuliwa au ametekwa, ikathibitika kweli alitekwa, basi ni jukumu la msingi la jeshi la polisi kumtafuta kwa kushirikiana na jamii yenyewe. Serikali, mnajua ni nani anayewateka watu hapa nchini? Wako watu ambao wamepatikana na wametutajia watuhumiwa wao waliohusika na matendo hayo, na wale watu wamekamatwa na wamefikishwa kwenye vyombo vya sheria, kwa sababu ni kesi ziko huko mahakamani, nisingependa kuzijadili. Lakini pale ambapo bado hatukufanikiwa kupata watuhumiwa, tunaendelea kuwatafuta. Serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake wa Marekani hapa nchini Tanzania, Dar es Salaam, walieleza na kutoa statement kwa wananchi wake wa Marekani wanaoishi Tanzania ya kwamba wachukue tahadhari kuanzia tarehe 5 kuelekea kwenye Desemba 9, kwa kile walichowaeleza ya kwamba wajiepushe na mikusanyiko pamoja na maandamano, wakidai ya kwamba wachukue tahadhari vile vile kuhusu usalama wao. Hii inamaanisha nini? Ya kwamba usalama wa Tanzania umekuwa wa kuyumbayumba kwa kiwango hicho mpaka Marekani watilie mashaka? Sio nia ya serikali kuingilia kazi za taasisi mbalimbali za kimataifa, lakini pia kutengeneza taharuki kwenye nchi ambayo ina utulivu na yenyewe sio sawa. Vyombo vyetu vinahakikisha kwamba nchi yetu iko salama wakati wote. Matukio yenye viashiria vya kukosekana kwa usalama yanapotokea, vyombo vyetu vinachukua hatua. Kwenda kututangazia duniani kwamba nchi yetu sio salama, whoever atakayefanya hivyo, sio sawa. Sio sawa. Kwa hiyo nimeona hayo matamko. Nachotaka kuhakikishia, wawe ni ubalozi wa Marekani au nchi nyingine yoyote, ni kwamba vyombo vyetu viko macho, vinafanya kazi usiku na mchana, kama ambavyo vyombo vya nchini kwao vinafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha viashiria vyote vya kiusalama vinakabiliwa, kuhakikisha watu wao wako salama. Na vyombo vyetu vya Tanzania vya ulinzi na usalama muda wote viko macho kuhakikisha watu wetu wako salama, nchi yetu iko salama. Na hii kazi inafanywa kwa weledi mkubwa. Na hata pale matishio yalipotokea, vyombo vyetu vimefanya kazi kwa weledi mkubwa kuhakikisha vinakabiliana nayo. Matukio tuliyojadili hapa ya tarehe 29, kama vyombo vyetu vingekuwa lege, leo tungekuwa tunazungumza madhara makubwa kuliko tuliyoyaona. Vyombo vyetu vilifanya kazi, tunatambua kuwa kuna madhara yalijitokeza. Tunasikitika sana sisi wenyewe upande wa serikali kwamba katika vurugu zile Watanzania wenzetu wamepoteza maisha. Mwenyezi Mungu awaweke mahali pema. Si jambo ambalo serikali inalifurahia hata kidogo. Sio serikali wala viongozi wa serikali. Tunatambua kwamba kuna uharibifu mkubwa wa mali, wa biashara, watu wamepoteza ajira, vijana wamepoteza mitaji yao, tunatambua. Lakini vyombo vyetu vilifanya kazi na vikahakikisha kwamba nchi inarejea kwenye hali ya amani na utulivu, na hilo ndio jukumu ambalo tunalifanya sasa kwenye hii tarehe ambayo imetangazwa, na nchi iko shwari kwa kazi inayofanywa na vyombo vyetu, inshallah. Walieleza vile vile kwamba watapitia mashirikiano yetu baina ya Tanzania
na Marekani. Je, hii haiwezi katuathiri kivyovyote vile kidiplomasia, lakini hata kiuchumi, hasa ukizingatia kwamba hawa ni wahisani wetu wakubwa? Hawajasema wanakwenda, wamesema wanapitia. Kupitia si tunajadiliana. Tutakwenda tutajadiliana. Kuna kitu wamekiona hakiko sawa. Watatuambia walichokiona kinachofanya wapitie. Serikali yenyewe imejiandaa vipi? Hakuna shida, sisi wakati wote tuko tayari tu, na sio wao tu. Kwenye mahusiano ya nchi na nchi, swala la kuangalia mahusiano yetu yanakwendaje ni mchakato wa kawaida. Ni mchakato wa kawaida. Kwa hiyo kama wana jambo ambalo wanaona ni specific ambalo linawafanya wa review, basi tutakwenda kukaa nao, tutazungumza, tutasikiliza, watatusikiliza na sisi wao tutawasikiliza. Mimi naamini tutaelewana. Kumekwepo vile vile na mkanganyiko kuhusiana na vitu vilivyoharibika, mfano vituo vya mafuta. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, wakati akizungumza na Warira, alitoa taarifa ya kwamba vituo takriban 672 vilichomwa moto. Wamiliki wa vituo vya mafuta walisema ya kwamba vituo takriban 42 vilichomwa moto, 25 ikiwa ni hapa Dar es Salaam na vingine vilivyosalia vikiwa mkoani. Ridhiwan Kikwete, waziri, naye akizungumza alisema ya kwamba aliambiwa ya kwamba vituo vilivyochomwa moto ni 92. Idadi rasmi ni hipi juu ya vituo vya mafuta vilivyochomwa, na Watanzania waamini yupi? Waziri Mkuu, waamini wenye vituo vya mafuta, hipi sasa kauli ya serikali kuhusu idadi kamili ya vituo vilivyochomwa? Msemaji wa serikali: 672. Wamiliki wa vituo walivyosema 42. Aliyesema ni nani? Kwa sababu mimi nafahamu, kwa mfano mmiliki mmoja wa vituo vya mafuta vituo vyake vimechomwa 38, mmoja tu. Tena hii ni taarifa inawezekana ikawa imepitwa na wakati. Huyu ni mmoja tu, vituo vyake vimechomwa kwa idadi hiyo. Sasa vilichomwa vituo vingi. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa takwimu 672. Dar es Salaam. Sasa kila mtu anayetoa takwimu umuuliza kwambie, inawezekana anatoa takwimu za 90 pengine za Dar es Salaam, pengine anatoa takwimu za 90 za Morogoro, pengine sijui za wapi, maeneo mbalimbali, lakini kauli ya serikali ni kauli aliyotoa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Idadi ya vituo ni 672. Kituo cha utangazaji cha kimataifa cha Cable News Network CNN walitoa ripoti yao kuhusu yale yaliyotokea Oktoba 29, na mara baada ya ripoti hiyo, wewe msemaji wa serikali Gerson Msigwa ulitoa taarifa yako ukidai ya kuwa CNN hawajaitendea haki serikali ya Tanzania, kwani walitoa taarifa yao pasipo kubalance story, ama pasipo kusikiliza upande wa pili wa serikali. CNN kupitia ripota wao Larry Madowo alisema ya kwamba aliitafuta serikali ya Tanzania kwa juhudi zote pasipo kufanikiwa, na hakupewa ushirikiano wa aina yoyote ile na serikali ya Tanzania, hivyo hili mlazimu kufanya hivyo. Unasemaje katika hili? Kwanza nilichokisema siku zile, wewe ni mwandishi wa habari Odemba, mimi na wewe sisi wote ni waandishi wa habari. Mimi nilizungumza on the principles of professionalism. Huwezi kwenda kutengeneza makala tena yenye tuhuma nzito dhidi ya serikali, halafu serikali usiipe nafasi ya kutoa maelezo. Kitaaluma, wala ambao hawajui, mimi na wewe ni waandishi wa habari, ni jukumu la mwandishi wa habari ama chombo cha habari kubalance story yake, kutoa haki sawa ya pande za habari yake au ripoti yake. Wewe Odemba, Chief Odemba, umepata shida kunipata mimi? Si niko hapa leo kwenye kipindi chako? Ulinitafuta kama unatafuta panya? Si nimepatikana? Uwezi